namba 3 kwenye mtazamo wa kutazama vichwa mbalimbali vya magazeti, kipi ambacho kimeandikwa katika gazeti husika. Na kama ambavyo tulianza mwanzoni kabisa kwenye kickoff number 1, gazeti kubwa ambalo tunao leo ni gazeti la Mwana Sport, likipambwa na picha za rangi mbalimbali kwa upande wa mbele sambamba na upande wa nyuma. Mimi bado ni Idi Nonga, kwa sasa nipo na Zuberi Mkalabwa kutazama kipi ambacho kimeandikwa kwenye gazeti la michezo kaka. Na leo kama ambavyo nimekwambia, kwa ajabu na kustua kidogo, Mbeya City wametokea kwenye front page kaka. Hapa wamenyanyuka. Leo Mbeya City wanastahili kuwepo hapa kwanza, kwa sababu kutokea kwenye front page inabidi ufanye kazi ya ziada. Wanastahili. Wanakoma kumwanya. Wanasema hapa Japile Ndwanga kiasere kiaka. Iko Kinyakyusa hicho, wakimaanisha kwamba hapa bwana umeungua mpini shoka ikabaki. Tafsiri yake ni hiyo, lakini wamefanya kazi kubwa. Mbeya City nafikiri tumewakosa takriban msimu kama msimu mmoja ndani ya NBC Premier League, na waliporomoka na watu wengi walisikitishwa. Kwa nini wameporomoka? Mambo yalikuwa ni mengi sana kwa wakati ule. Tangu kuporomoka kwa Mbeya City, wengine walihusisha sana siasa, lakini pia mshikamano kwenye timu ulianguka, mpango pia ukawa kwenda sawa sawa. Lakini kurejea kwao maana yake wana Mbeya wameendelea kufanya kazi ile. Wanapoteza timu moja wanapandisha timu nyingine. Sasa leo tunaona wanatuaga Kenny Gold, wanarudisha Mbeya City. Mbeya umekuwa ni mji wa mpira. Umekuwa ni mji wa mpira sana. Umekuwa ni moja ya mji ambao una vipaji vingi sana jiji la Mbeya, kwa maana kwa asili ya mji wenyewe kuwa na watu wengi, maeneo mengi, na watu kuhamasika kwenye michezo, lakini watu ambao wanajitoa kwenye michezo wanayo hiyo rekodi. Kwa hivyo hatuna ugeni nao. Ni moja ya mikoa ambayo hawezi kuona wakikosa timu basi watu wanawashangaa. Walikuwa na Fofoke J, wana Tukuyu Stars, wana Meko zamani. Sasa tunawaona walikuwa na Mbeya Kwanza, Ihefu wale, Tanzania Prisons hatuwezi kusema sana kwa sababu bado wako muda mrefu. Kwa hiyo unaona ni mji ambao una asili ya timu ambazo watu wanapenda michezo. Sasa mshikamano walioonyesha sasa kurejea kwa Mbeya City ni kitu ambacho naona sasa imerudi timu ya watu wote. Unajua Mbeya City ni timu ya wananchi. Kwa maana kurejea kwao sasa hivi kumeleta kazi kubwa. Lakini alifanya kazi Salum Mayanga ambaye kwa sasa anafundisha Mashujaa, ambaye kiwalisia karibu 90% ya kazi ambayo alifanya ndio imewafikisha hapa wanakuwa kuwanya kama unavyowatazama hapo. Kwa kweli wamerudi mjini. Kwa hiyo sio shughuli ndogo. Uzuri waliacha records. Msimu wa 2013-14 walikuwa nafasi ya 3 hawa. Wakati ule Azam wanakuwa mabingwa. Kwa hivyo na ndio ulikuwa msimu ambao wamepanda daraja huo. Wakija na hiyo rekodi watarudi walipotoka huko. Nadhani wamejifunza kitu. Mambo yashabadilika sasa hivi. Watakuwa wamejifunza kitu. Nadhani watafanya usajili wa kupata watu muhimu sana kujenga timu yao kushindana. Na kina Mpanzo, kina Pakome siku hizi huko. Watajitahidi watabadilika. Nadhani wao kwa kina Dube wamewaka. Nadhani watabadilika. Nadhani watabadilika. Nadhani watabadilika. Sasa hivi timu yao imekuwa na mshikamano sana. Na moja ya watu ambao wamekuwa ni chachu kwenye timu nimeona ni mbunge wa Mbeya mjini, Daktari Tulia Ackson Mwansasu. Amekuwa anatia chachu kwenye hii timu. Na sasa hivi naona juzi walikuwa na uchaguzi wao chama cha soka, Elias Mwanjala karejea. Sasa hawa watu wote ambao tunaweza kusema wanayo nafasi. Chama cha soka si kwamba moja kwa moja kina associate na timu, lakini wanavyo namna ambayo wanaweza wakawa wanatoa support ya namna moja ama nyingine kuhakikisha kuna kuwa na hiyo hamasa ya timu inapokuwa na hamasika, basi wao wanakuwa sehemu ya chachu. Unajua malalamiko yanakuwa mengi kwa vyama vya soka hawana kazi, lakini wakati mwingine wao sio watendaji wa moja kwa moja, ila maono yao, ushauri wao unakuwa na nafasi tofauti na mikoa mingine ambayo mara nyingi unakuta timu hazipati support kubwa. Nyingine ambayo imeandika kwenye gazeti la Mwana Sport kwa maana ya taarifa ama kichwa cha habari ni Simba ya komaa na kiungo wa Sfaxien. Bwana mnyama Simba Sports amekomaa na kiungo wa Sfaxien Bala Conte. Huyu tangu msimu uliopita ambapo Simba miaka karibuni alivyocheza na CS Sfaxien na kufanikiwa kuibuka na ushindi mabao 2-1, jina lake liliapia mara nyingi bwana wanamtaka. Mambo baadaye yakaisha baada ya timu yao kutulia. Sasa hizi Simba wameibuka tena, wanamtaka mtu wao. Na nadhani pia walisema mkabaji mahusiano Sfaxien na Conte ambaye kiwalisia ni raia wa Guinea, taifa moja na Musa Pimpin Kamara. Kwa hivyo pengine ikaleta wepesi wa mawasiliano na pengine kuhamasika kwa yeye kwamba
kwenda kucheza kwenye timu ambayo nitapata mwenyeji wangu. Unajua football ni adaptation sometimes. Unaweza kaenda sehemu kashindwa kuadapt na usifanye vema sana kwa sababu ya mazingira. Na kwa mfano jana tumeiona mechi ya UEFA Champions League, tumeona Eric Mkhitaryan juzi Mkhitaryan yalimpa tabu sana mazingira ya Uingereza akiwa na Arsenal na Manchester United wakati wa Jose Mourinho, lakini Mkhitaryan tangu katoka Arsenal alirudi Dortmund wakati fulani tunaona bado anatawanya mambo. Yani Mkhitaryan yule tulikuwa tunamjua Dortmund ndio tunayemuona sasa fanya kazi yake kwa ufasaha. Tafsiri yake ni kwamba wakati mwingine mtu anaweza kashindwa tu kupokeleka na mazingira akayazoea ikampa tabu na akaenda sehemu akaadapt tukaona kitu tunachokiona. Kwa hiyo nadhani kuwepo na mtu ambaye ni mwenyeji kutoka taifa lake pia inampa wepesi wa mazingira na mchezaji kupata utulivu na kuonyesha alichokuwa nacho. Eneo la kiungo lenyewe linahitaji mtu kweli. Kuna Yusuf Kagoma pale, yuko Mzamiru Yasin, yuko Kejefa pia, Ngoma kuna muda anacheza pale. Wachezaji ni wengi. Bado eneo la kiungo la Simba linahitaji kuimarishwa. Shehe, kwa mazingira mtu hapa anyonyolewe. Mtu kunyolewa yupo kwa sababu ukiondoa Kagoma Simba wana mtu mbadala. Ukimuondoa Mzamiru sikarudi? Ngoma hapana. Mzamiru hatujamuona msimu mzima huu. Na sio kwamba ana majeraha au la. Maana yake kashindwa kutoa ushindano na umpa nafasi kwenye timu. Sasa hili ni tatizo tayari kwenye timu. Kama unakuepo alafu athari ni shida. Maana yake Mzamiru nadhani kwa Simba sasa hivi lazima atampa mlango wa kwaheri kama wataingia kwenye mfumo wa usajili. Lakini kitazama pia Okajefa amekuwa si mchezaji ambaye ana kitu hicho ambacho kinamfanya ashindane kwenye nafasi. Tumemwona Debra Fernandez naye ni mchezaji ambaye anacheza, unamuona anacheza, kuna kitu nadhani kutoka kwake haujakiona katika utulivu. Ngoma Kagoma nadhani ndio mtu ambaye kidogo anaonyesha kile kitu ambacho wengi wanadhani anaitumikia Simba vizuri. Sasa kama unapata mshindani kwenye nafasi yako bora, tafsiri yake wakati mwingine sio kwamba watabadilishana nafasi. Kuna wakati mnaweza kuwa na mpango mzuri wa mechi, mkaimarisha timu, mkaitengenezea shape nzuri ya kucheza, mkawa wote mnaweza mkawatumia pamoja kwa maana kuitengeneza timu inakuwa imara kiasi gani. Kwa hiyo wakati mwingine kuwa na wachezaji bora sana kwenye kikosi sio kwamba watasubiriana namna gani utawatumia kwa ubora kuitengenezea uimara timu. Kwa sababu timu ni tactical flexibility, mnakuaje na options ili ku offer solution. Tafsiri yake ni kwamba mnakuwa na mikakati gani kuwafikia malengo yenu kwenye mechi mnazocheza. Sasa mnahitaji kuwa na wachezaji ambao wanavaa mahitaji ya timu kibinu, ambayo ndio tactical flexibility makocha wanahitaji. Sasa wanahitaji kutoka kwa wachezaji bora kila eneo, ambao ubora wao utafanya timu isipoteze ubora wake. Simba kwa msimu huu wanacho hicho kitu, lakini hakipo katika ukubwa ambao wakati mwingine tunaona mabadiliko ya timu yao ni kama watu wanaanza kusota sasa kuona wanabadilisha wachezaji, ubora wake sio mkubwa. Ndio maana wakati mwingine unakuta rotation ikifanyika mechi hiyo inabidi uingize watu watano tena wakaokoe jahazi baada ya watu kuwapa kuona maji wamezidiwa na unga. Sasa kwa kupata mtu bora kwenye eneo la midfield ya Simba ni moja ya eneo ambalo nadhani watakuwa wamepiga bao. Kwa nini? Kwa maana wanaongeza ile solidity kwenye deep six. Unajua eneo la deep six lazima kuwe na solidity. Kwa mfano ni vile ambavyo tunaona Yanga Africans na wao unapomkosa mtu ambaye ana offer solutions kwenye midfield, mtu kama Harida Aucho, wengine wanacheza lakini timu inashindwa kutawala mchezo. Moja ya mechi ambayo Yanga tuliona umuhimu wa kuwa na mtu kama Halid ilikuwa ni mechi dhidi ya JKU juzi. JKU juzi. Unaweza ukaona flow ya Yanga ilikuwa inakwenda, lakini mtu anayetawala mchezo ili yale mapigo ya mashambulizi yawe makali hakuna, kwa sababu wakati mwingine ikipigwa mipira nyuma yenu, mtu anayetengeneza structure ya mashambulizi yenu na mtu anaweza kutuliza tempo ya wapinzani anakosekana. Mnakuwa na kiungo yupo ana move anaenda kule anakabana, lakini kuifanya timu iwe na ultimate composure kwenye midfield, ule utulivu wa kiwango cha utulivu unakosekana. Lazima upate watu. Sasa Simba wana Kagoma sasa hivi. Nje ya Kagoma unampata nani mbadala? Lazima uwe na viungo mithili ya Conte ambao wanaifanya timu itengeneze base nzuri. Na Simba wanahusishwa na wachezaji wengi. Kwanza tumalizie na umegusia baadhi ya wachezaji ukiwemo Mzamiru pamoja na Okejefa. Okejefa ni fair kwake, si mtu ambaye alikuwa anapata nafasi, unajua. Ni sahihi wakimwacha kwa sababu bwana nafasi ili mchezaji wa kimataifa anakuja chini kwa mbwembo kweli kweli. Si mbwembo, sajili bwana wakati mwingine ni kama biashara tu. Faida inatokana na mazingira ya biashara inafanyika wapi. Wapo wachezaji wanasajiliwa, unaweza kugundua baadaye unaona tabu. Kwa mfano tumeona Yanga wamesajili juzi Kangalombo. Sasa hivi imekuwa kama peni nao Kangalombo kuandika mpaka ugonge gonge. Hivi yani fomu ya Kangalombo kama peni inayogoma ugonge gonge ndio uandikie. Sasa kwa namna ambavyo unataka mchezaji mwenye creative spark eneo la mwisho, alafu anakuja anapewa muda afanye kile kitu unachotaka. Sababu kama Kangalombo kashapata game time, anapewa nafasi afanye anachokitajika kufanya. Sasa tayari ni peni inayogoma kwenye kosti ya Yanga Afrika. Lakini ukija kwa Simba Sports Club na wao wanahitaji
mchezaji ambaye moja kwa moja ni mtu anaenda kuoffer solution. Unamleta mchezaji kwa dhana ya kuleta kuoffer solution, baadaye unagundua yeye kwenu sio option. Mnatafuta option kutoka kwenye solution. Sasa huwezi kutafuta option kutoka kwenye solution. Tafsiri yake ni kwamba hesabu zimekataa, ndio maana sajili makocha wanabadilisha. Kwa mfano ukimtaja Ukajefa kashindwa kutoa solution, ndio maana wameleta option ya kumpata Kagoma. Ukajefa ndio alianza kabla ya Kagoma. Kagoma usajili wa dirisha dogo. Kwa hiyo Simba walilazimika kutafuta option baada ya mtu aliyetakiwa kumleta kuoffer solution kashindwa. Yeye na yule mwenzake Debora Fernandez Mavambo. Sasa tafsiri yake alianza na gia ya juu. Debora alifeli. Sasa hiyo yote ndio inafanya na mtali yule pale timu iangalie inapata mtu gani bora. Na pia yani kitendo cha hiko cha kuwepo kwa mchezaji huyu ambaye anatajwa kwenye eneo la kiungo cha kuzuia inaongeza tetesi ambazo zitakuwa za maana kumhusu Faisal kwenye eneo la juu kule. Faisal ni mchezaji mtengea bwana, sisi tunajenga zetu timu chini kwa sababu namba 10 ndo anazungumza sana kuhitajika Simba. Au anasema atoshaje mtu mwingine pale. Nadhani Faisal ni mchezaji mzuri sana. Nadhani kama watafanikiwa watakuwa ni sehemu ya kuimarisha timu yao. Lakini kwa kuwa ni jambo lenyewe limekaa 50 kwa 50 na kimuundo, Faisal ana nafasi kubwa ya kubaki Yanga Africans pale pale kwa sababu wao ni sehemu ya mkataba wao. Nilikuwa nasema siku moja kwamba Faisal Yanga bila Faisal wananufaika. Yanga na Faisal wananufaika. Kwa maana ya kwamba ni sehemu ya mkataba wa Faisal. Kwa ni rahisi wao kubaki na Faisal. Lakini pia wananufaika bila Faisal. Hata hizi push nao unaona wako mbele, wanajua akitoka Faisal kwenda sehemu yote nao wanachukua sehemu ya mkataba wake. Maana yake wako kwa sehemu ya mauzo yake. Kwa hiyo unaona hilo. Lakini ni mchezaji mzuri Faisal. Hakuna mahala una wasiwasi na Fetoto. Fomu yake, consistency ambayo yuko kwenye uchezaji. Mchezaji ambaye naweza nikasema wanasema ni heartbreaker player. Mchezaji ambaye ukimuona tu anakukosha, heartbreaker. Mchezaji ambaye anakukosha namna anavyocheza, namna anavyopambana kiwanjani, anavyoweza kupigania timu, uwezo wake wa kucheza kimapambano, energy anayoitumia, uwezo kupata wasiwasi kumpata mchezaji wa kariba yake. Tumalizie na ya mwisho kabisa ambayo ndo imekuwa ya kuuza gazeti la Mwanaspoti kuhusiana na mchezo na kile ambacho kinaendelea cha mchezo wa Kariakoo Derby ya Yanga na Simba, kwa kuwa Yanga hapo nyumbani, na kitu ambacho kimeandikwa ni maswali 7 mapya ya derby. Hiki ndicho kitachokuta Yanga ikigoma. Wanazungumzia kukata alama 3 sababu na kupoteza alama 15 kwenye maswali 7. Mwanaspoti ambao wameweka kubwa Yanga za wakanyolewa alama 15. Wanajiuliza inawezekana? Haitawezekana kama mgogoro wao hautomalizika kila mtu akasimama anachokiamini, kwa sababu tumeongea mengi kuhusu dabi. Bwana. Hiyo ni adhabu kama hawatofikia muafaka. Na iko wazi. Sasa kama utapatikana muafaka ikifikia muafaka hawataipokea kwa sababu mtu bwana anaamua kuadhibiwa anakubaliana kwamba bala wale wanaliwe. Sasa hiyo itakuwa adhabu kama watafikia muafaka, lakini wengi sisi wadau wa mpira ambao wakati mwingine sasa tunasimama kwa faida ya mpira wetu, kwa sababu sio muda wote kuangalia kina upepo unavyokwenda, inabidi tuangalie mpira wetu. Nasema kwa wadau wa mpira tunaomba wakutane wazungumze yaishe. Tuone mpira wetu kwa uzuri, lakini pia ni uwezekano ikachezwa mechi. Sina shaka mimi. Ipo. Sina shaka kwamba wanaweza kukutana wakazungumza. Sina shaka. Tabu inakuwa labda wanaelewana vipi. Lakini nadhani ila ngoma itapigwa. Sasa hapa nitakuwa naamuru dabi ipo, kwa sababu siwezi kusema dabi ipo kama Yanga hataki dabi, wewe mwingine anatangaza dabi wanasozana. Tafsiri yake nimesema kama watakutana kabla ya hiyo tarehe wakazungumza hawa watu na wakaelewana, inaweza ikawa hiyo dabi, au pengine ikatokea tarehe zaidi ya hiyo kama watakuwa wameelewana. Kwa hivyo sisemi dabi ipo, mimi siwezi kuisema Yanga dabi ipo au kuisema Simba kwamba au TFF kwamba itakuwaje. TFF wamesimamisha msimamo wao, wametangaza tarehe ya dabi. Yanga Africans nadhani wamekuwa na msimamo wao wakubaliana na dabi kwa sababu wanaona haikuahirishwa. Nadhani sasa wakikaa tutapata muafaka. Mzee anayo nafasi kubwa ya kuamua ya kuamua na anatabasamu ile tabasamu la ukubwa. Nadhani anayo nafasi ya kukaa na wenzake wakazungumza. Bwana ipigwe mambo yafanyaje? Wanao nafasi ya kukaa na wenzake wakazungumza. Anao nafasi kubwa tu. Bwana, tumetazama hapa taarifa kubwa ambazo zimeandikwa kwenye gazeti la Mwanaspoti kwa upande wa mbele, sababu na upande wa nyuma taarifa kubwa ambayo imetulia muda wetu na imetuweka hapa, na imani wewe pia umependa hiki ambacho tumekifanya kuhusiana na taarifa hizi. Ni kuhusiana na safari ya Mbeya City yenye pande mbili mara baada ya timu hii kurejea tena kunako ligi kusoka Tanzania bara kwa msimu ujao, ikiwa
imefanya vizuri kule kwenye championship. Lakini pia Simba ya kwa maana kiungo Sfaxien, huyu ni Bala Conte ambaye ni misimu kadhaa sasa Simba wanahusishwa naye, lakini safari hii huenda yakatimia haya ambayo yanazungumzwa. Na nyingine ambayo tumeitazama ni maswali 7 mapya ya dabi. Hiki ndicho kinachoikuta Yanga ikigoma, pia nao tumeitazama. Lakini upande wa nyuma kwa muda mfupi ambao taarifa hii pia tumeitazama siku ya jana ni ovyo baka yalia na refa, lakini kivumbi leo kuhusiana na michuano ya Europa League. Manchester United atakuwa Old Trafford pale nyumbani kucheza dhidi ya Athletic Club de Bilbao, ambapo Man U anamtaja mabao matatu ambayo ameyapata kule San Mamés katika mchezo wa kwanza, na kule nchini Norway Bodo Glimt utakuwa nyumbani kucheza dhidi ya Spurs kwenye nusu finali ya pili, mchezo ambao ukisubiriwa kwa hamu kubwa uziona kama timu hizi za Uingereza zote zitacheza finali ya michuano hii. Pia kule conference unajua Chelsea wapo pamoja na Fiorentina sambamba na Real Betis ambao pia leo wana michezo yao ya nusu finali ya pili. Mimi ni Idi Nonga, _, ama ukiandika Idi Nonga kule Instagram na mitandao mingine ya kijamii unanipata kwa jina hilo hilo. Pia alikadhalika Zuberi Mkalaboko, ukimwandikia hivyo naye unampata. Review